Baba, habari yako? Safi ndugu yangu. Mapema sana. Sio leo, toka zamani. Toka zamani, Ziggy mnyama hapo. Ziggy mnyama. Yes. Bwana, ni mnyama kweli ama mnyama ambaye mnatoaga masaa nyie? Bwana, mnyama ile kindaki. Kuna wanyama wenzio wanatoaga masaa, utasikia masaa 50, 72. Nakwambiaje? Yaani leo tunajua tushatoka. Ila leo tumekuja tukajie kumkomoa ex wetu. Ex wenu nani? Ex wetu Yanga. Tumeamua leo. Sasa Yanga anahusikaje na leo mchezo na? Yaani nasemaje? Leo unakuja kumkomoa ex wetu maana kwa vipi? Leo mnyama leo anashinda. Mnyama leo akishinda anakuwa na point 5. Ex wetu kesho anacheza kwa Zanzibar huko. Yeye akicheza tunajua kule atafungwa. Akifungwa ndio atoboe na baki point zake zile 5. Kwa hiyo atakuwa na 5 na sisi tutakuwa na 5. Kwa hiyo hawezi kutucheka. Sasa hapo nyewe mnapata nini yani? Sisi tunapata furaha kwa sababu ex wetu wao anacheka sana. Anatambia na anajua tarehe moja tunakutana naye tena. Hapa kwa Mkapa. Tunamtaka tarehe moja. Tunamtaka tarehe moja kwa sababu sasa hivi ana point 22 na point 19. Hiyo tarehe moja hiyo tunampiga tena. Tarehe moja tunampiga anakuwa na pointi zake hizo 22 sina kuna point 22. Kwa hiyo tunakuwa sawa. Ndio maana nasema tunamtaka tumkomoe ex wetu. Leo tunamkomoa na kwa tunashinda, kesho anafungwa na anakuwa na point 5 si point 5. Tarehe moja anafungwa tena na mnyama anakuwa na point 22 na si point 22. Kwa hiyo tunakuwa point sawa. Kwa hiyo ana kuongea tena. Kuna namna kama na yeye anawataka nyinyi. Nakwambiaje? Mnatakana. Kuna mtu ndio libasi gay. Basi gay baba hatari na balaa huyo. Leo bwana ana shida, leo hatakuwepo lakini najua mechi tarehe moja atakuwepo. Hujamtaja Aura lakini. Kuna libasi gay, kuna kuna libasi gay, kuna Aura, kuna Ino, baba hatari. Alafu mwalimu naye kaja moto na mwalimu hatari, Selemani mwalimu. Baba na balaa huyo. Bwana, hii ndio kusema mmejipata sasa. Sasa hivi Simba tumejipata bwana. Hatutakuja kusikia malalamiko ama maneno yote hapo katikati. Simba tumejipata kwa wachezaji wote wako vizuri. Ila uongozi tu kidogo. Lakini wachezaji wanaletwa na uongozi. Uongozi unatoa wachezaji. Viongozi kidogo wana kama malumbano kidogo. Ili naomba tu viongozi wangu waache malumbano, wawe sawa. Unajua wakiwa sawa viongozi hata wachezaji wanafanya vizuri. Kwa hiyo naomba tu viongozi wangu kama na malumbano migogoro hapo na pale, waache tofauti zao, wawe sawa. Kosi kiko vizuri, kosi sikiharibu. Wakilumbana wao kosi kitafanya vibaya. Kwa hiyo naamini sasa hivi kosi changu kiko vizuri, Simba sasa hivi tuko vizuri. Naamini msimu huu tunachukua ligi kuu. Bwana, kuna namna kama mnaonekana hamna cha kupoteza leo. Ile hali mtani wenu anaonekana kuna namna kama kesho akijitwist akishinda na matokeo kama yataenda vizuri kule Misri robo final. Bwana, sisi leo hatuna cha kupoteza. Ile tunataka tushinde. Yaani leo hatuna cha kupoteza. Ile tuweke heshima ya mnyama. Yule ex wetu kwa anakuambia eti anamuombea sasa hivi Mwarabu ashinde. Wewe Mwarabu na Mbongo tokea lini? Wala Waarabu wanajuana wale. Lazima wewe tusio migombana sijui nini. Wala Waarabu sio kama sisi. Sisi tu Bongo tukigombana tununiana mwaka mzima. Lakini wenyewe wakigombana leo, kesho asubuhi asalamu alaykum. Halo misha hiyo. Kwamba Waarabu kama Wapemba wanajuana kwa. Halo wanajua kama Wapemba. Asalamu alaykum misha hiyo. Kwa hiyo naamini huyo anamtegemea sio Ali sijui amfunge Farabati. Huyo Ali mwenyewe anafungwa na Yanga mwenyewe anafungwa. Kwa hiyo anakufa kifo cha mbwa. Hicho inakuwa kifo cha mbwa. Ile kuna pigwa kesho hiyo. Bwana, nyie mbona kama ile jambo lenu mliitilii sana maanani, ila kuna kitu kesho mnakitaka kitokee. Yaani sisi tunataka kabla ndugu yetu kule bwana yule ex wetu kule apigwe. Lakini wanasema Dua la Kuku alimpati moyo au kwa sababu je ni Simba? Nakwambiaje? Sasa Dua la Kuku kesho moyo utampata. Nakwambia anakufa kule. Zanzibar kwa atoki. Na huyu Ali mwenyewe anamtegemea Ali tena ashinda, Ali anapigwa. Wote tunapigwa. Wana Pacome Zuzu Alan Okello. Baba, kweli hamna kitu. Hamna kitu baba. Watu wamepigwa. Nakwambiaje? Sasa mnyama tuko vizuri kuliko Yanga. Niamini hivyo. Mnyama yuko vizuri kuliko Yanga. Kwa hiyo lakini kwenye ligi wamewaacha takriban alama 3. Wametoja alama 3. Alama 3 ndio point mchezo tupo sawa. Ndio maana sisi mchezo tarehe moja ndio tunategemea sana. Ndio maana leo yule basi goye wanasema naumwa aumwi. Yaani basi wewe umweka juu tarehe moja. Basi goye kwa juu tarehe moja hiyo libasi goye. Tarehe moja hiyo. Ndio maana amemwacha tarehe basi goye. Wewe bwana hebu kaa pembeni kwanza. Tarehe moja hiyo onyesha vitu vyako. Kwa hiyo naamini basi goye tarehe moja hiyo baba atafanya ubaya bwela mwenyewe utaamini. Kuna namna Simba kama mechi hizi zilizobaki ya leo na nyingine amzitili sana maanani kama tarehe moja. Baba, tarehe moja sababu sio jamaa wametufunga mara 6. Hatutaki tena tufunge tena mara 7 mfululizo, hatutaki hiyo. Na nyinyi hamtaki kuweka akiba ya maneno. Hatutaki kuweka akiba ya maneno, hatutaki kufungwa mfululizo mara 7 na Yanga. Tumechoka. Kwa hiyo naamini yani kamati ya Bwaya kuanzia sasa hivi inafanya kazi. Nadhani hiyo tarehe moja hiyo zile 5 zake tauli zile 5 zile zinarudi kwake. Tunamkanda goli 5 hapo kwa Mkapa. Niamini hivyo. Yanga Afrika unawazungumza. Baba, goli 5 tunamkanda tarehe moja hiyo. Tarehe moja goli 5 tunamkanda Yanga, niamini mimi. Simba sasa tuko vizuri, tupo gangari, yani safi.
Kwa hiyo sasa hivi ubaya bora ndio umerudi sasa. Yaani ubaya bora part 2. Sasa hivi ndio umerudi. Ubaya bora part 2. Hamna ambacho mnakihofia. Hamna tunachokofia sasa hivi yani. Leo tunakamilisha ratiba tu na tunaamini leo tutashinda. Tuko vizuri, naamini leo tutashinda na tukamilisha ratiba kwa ushindi. Hatutaki kuwa kinyonge. Kuna namna ambavyo Mpanzu amekuwa akihusishwa sana na upande wa pili. Ni kwamba wanamtaka mchezaji hawataki au imekaje? Wao ndio zao bwana. Yaani wao ndio zao. Kesi tunamtaka. Wao hawezi kumchukua mtu kwetu mpaka sisi tumwache. Sisi tukiacha mtu ndo atachukua. Hawezi kuchukua mtu kwenye sisi. Wasubiri kama mtaka Mpanzu, wasubiri bwana mkataba na sisi. Akimaliza mkataba wake watamchukua na kumchukua mpaka sisi tufanye tutake yani. Bwana kwa hili tupe mkono kwa hili. Tukipa mkono kwa hili ndo atamchukua. Mkigoma nyie. Tukigoma sisi hawezi kumchukua. Atakangania tu Mpanzu. Hawezi kumchukua. Mpanzu bado mali ya Simba. Wanajidanganya bure tu. Kwamba Mpanzu bado yupo sana. Bado yupo sana kwa mnyama. Anasema bado nipo sana. Ile kama mwana Fei bado nipo sana. Mnyama Mpanzu bado yupo sana Simba. Hao wanajidanganya. Ambao wanazungumza ana mapenzi na timu yenu. Hao wanajidanganya tu, wafurahishana kama mtaani, kufurahishana genge basi. Lakini Mpanzu bado tupo naye sana na tunatamba naye. Tunatamba naye Mpanzu. Wanajidanganya bure yani. Bado nikushukuru sana. Amina ndugu yangu. Vitu vyako. Kwa hiyo naamini basi gwe tarehe moja hiyo baba atafanya ubaya bora mwenyewe utaamini. Kuna namna Simba kama mechi hizi zilizobaki ya leo na nyingine amzitili sana maanani kama tarehe moja. Baba tarehe moja sababu sio jamaa wametufunga mara 6. Hatutaki tena tufunge tena mara 7 mfululizo, hatutaki hiyo. Na nyinyi hamtaki kuweka akiba ya maneno. Hatutaki kuweka akiba ya maneno na hatutaki kufungwa mfululizo mara 7 na Yanga. Tumechoka. Kwa hiyo naamini yani kamati ya ubaya bora kuanzia sasa hivi inafanya kazi. Nadhani tarehe moja hiyo zile 5 zake tarudi, zile 5 zile zinarudi kwake. Tunamkanda goli 5 hapo kwa Mkapa. Niamini hivyo. Yanga Afrika unaweza. Baba goli 5 tunamkanda tarehe moja hiyo. Tarehe moja goli 5 tunamkanda Yanga, niamini mimi. Simba sasa tuko vizuri, tupo gangari, yani safi. Kwa hiyo sasa hivi ubaya bora ndio umerudi sasa. Yaani ubaya bora part 2. Sasa hivi ndio umerudi. Ubaya bora part 2. Hamna ambacho mnakihofia. Hamna tunachokofia sasa hivi yani. Leo tunakamilisha ratiba tu na tunaamini leo tutashinda. Tuko vizuri, naamini leo tutashinda na tukamilisha ratiba kwa ushindi. Hatutaki kuwa kinyonge. Kuna namna ambavyo Mpanzu amekuwa akihusishwa sana na upande wa pili. Ni kwamba wanamtaka mchezaji hawataki au imekaje? Wao ndio zao bwana. Yaani wao ndio zao. Kesi tunamtaka. Wao hawezi kumchukua mtu kwetu mpaka sisi tumwache. Sisi tukiacha mtu ndo atachukua. Hawezi kuchukua mtu kwenye sisi. Wasubiri kama mtaka Mpanzu, wasubiri bwana mkataba na sisi. Akimaliza mkataba wake watamchukua na kumchukua mpaka sisi tufanye tutake yani. Bwana kwa hili tupe mkono kwa hili. Tukipa mkono kwa hili ndo atamchukua. Mkigoma nyie. Tukigoma sisi hawezi kumchukua. Atakangania tu Mpanzu. Hawezi kumchukua. Mpanzu bado mali ya Simba. Wanajidanganya bure tu. Kwamba Mpanzu bado yupo sana. Bado yupo sana kwa mnyama. Anasema bado nipo sana. Ile kama mwana Fei bado nipo sana. Mnyama Mpanzu bado yupo sana Simba. Hao wanajidanganya. Ambao wanazungumza ana mapenzi na timu yenu. Hao wanajidanganya tu, wafurahishana kama mtaani, kufurahishana genge basi. Lakini Mpanzu bado tupo naye sana na tunatamba naye. Tunatamba naye Mpanzu. Wanajidanganya bure yani. Bado nikushukuru sana. Amina ndugu yangu.